Sasa Bundi atua Chauma. Bundi anazidi kuzengea katika chama cha ukombozi wa umma Chauma baada ya jana aliyekuwa mgombea urais kupitia chama hicho Salum Mwalimu kutangaza kuacha madaraka ili kupisha uchunguzi wa tuhuma zinazomsibu. Mwalimu ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho alifikia uamuzi huo jana kwa kumwandikia barua mwenyekiti wa chama hicho taifa Hashim Rungwe, mzee wa ubwabwa. Naelewa kwa kile alichokeleza kupisha uchunguzi wa tuhuma dhidi yake. Barua ambayo aliandika, naomba niisome japo kwa uchache. Mheshimiwa mwenyekiti, salam, pole na majukumu, na kuandikia barua hii kama rejea rasmi ya ombi langu mbele ya kikao cha kamati kuu cha Juni 29, 2026 jijini Dar es Salaam kuhusu kamati kuu kuunda timu ya kuchunguza yaliyosema kwenye kikao na baadhi ya wajumbe kunihusu mimi, kwa maana yeye Salum Mwalimu, kwamba kama nilivyotamka nitakuwa tayari kujibu yale yatakayothibitika na hata kuwajibika nayo. Kwa sasa kama nilivyoomba kwako mbele ya kamati kuu, nitakaa nje ya ofisi kutoa nafasi na uhuru wa uchunguzi huo hadi hapo swala hili litakapomalizika. Aidha, iwapo utalidhia na kaimisha nafasi ya katibu mkuu kwa naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Benson Kigaila, ilisema sehemu ya barua yake. Hatua ya Salum Mwalimu kuchukua uamuzi huo umekuja baada ya kuwapo kwa taarifa kutoka chanzo cha kuaminika ndani ya chama hicho zilizoanza kusambaa juzi kwamba wajumbe hawamtaki kwa kile wanachoeleza amegeuza chama kimekuwa kama mali yake binafsi. Jana tulivyozungumza hapa, sababu ilitajwa kwamba Salum Mwalimu anajiamulia mambo. Hii barua ni mojawapo ya mambo aliyojiamulia. Sio, anielewa vizuri kabisa. Lakini mwisho siku hata kama anajiamulia, sio tuhuma ambazo hii barua ilivyoandikwa jana ulisoma. Hii ilitakiwa iandikwe na chama impe adhabu yeye kumsimamisha, sio yeye kujichagulia adhabu. Yaani unajua hichi alichokifanya Salum Mwalimu ni kama kile cha 20%. Hapa yeye kajiamulia. Yaani ni malumbano. Hapa yeye kajiamulia pia mambo. Yaani ni maneno. Sasa baada ya hiyo taarifa zimetoka kwamba kamati kuu, halmashauri kuu ya chama, sasa yenyewe ndio imechukua maamuzi ya kumsimamisha. Lakini hapo unajua naanza kuungana tena na wewe. Kajiamulia mambo yeye na kumweka mtu ambaye yani kwenye hii barua Salum Mwalimu pia kaonyesha wazi kwamba mimi ndo naweza nikaamua nimwachie nani nikikaa pembeni kiti hiki, nimwachie nani nikisipokuwepo, wakati ilikuwa ni jukumu labda la taarifa ya mwisho wa kamati kama halmashauri kuu ndio taarifa kwamba tumepokea tuhuma hizi na hizi na hizi, nafasi yake tumesimamisha huyu kupisha uchunguzi, nafasi yake huyu. Lakini nimeona pia kama katiba cha umma tu, lakini kama vima vingine wafanya nachukua hiyo hivi. Nimeona pia kuna taarifa inaeleza kwamba kateuliwa sasa rasmi Benson Kigaila kushika nafasi hii. Ametolewa. Baadhi ya wajumbe walizungumza pia. Kwanza mimi naitwa Chiduo David Chiduo, ni naibu mkurugenzi wa uchaguzi organization na kampeni cha umma taifa. Kwa hiyo tumetoka kwenye kikao hivi tunavyozungumza sasa hizi, na kesho chama kitafanya press kati ya mambo yote ambayo yamezungumzwa ndani ya kikao. Kwa kesho saa 5 kwa maelekezo ofisi ya katibu mkuu na ofisi ya mheshimiwa mwenyekiti wetu Hashim Rungwe, kesho watazungumza na waandishi wa habari. Kwa sisi tuwakaribishe waandishi wetu wa habari kesho saa 5 kwa ajili ya kuja kupokea sasa maamuzi ya chama na mambo mbalimbali ambayo yalijadiliwa kwenye kikao chetu cha kuanzia tarehe 28, 29 na 30. Tuna siku 3 hapa, tuko hapa secretariat, kamati kuu na halmashauri kuu. Hiyo ni David Chiduo huyo kutoka Chauma, na pia akithibitisha kwamba leo atazungumza na wanahabari. Lakini jana nimesikia mahojiano kadhaa kwenye mitandao, na sisi tutamtafuta hapa baadaye kuona uwezekano wa kumpata Salum Mwalimu kuona hayo, lakini alikuwa akitetea tu uamuzi wake wa yeye kujipangia mambo ya kujipumzisha na kumweka mtu anayemtaka yeye. Lakini ni kweli taarifa ni sahihi kabisa kwamba wajumbe wote waliokuwa kwenye kikao walionyesha kutokuwa na imani naye tena. Sasa na hata barua ya kwake pia waliijibu pale pale kwa kumwambia
kwa sasa huna mamlaka ya kutupangia ni saa ngapi upumzike, na saa ngapi na nani umweke, na uchunguzi ufanyikeje. Kiutawala na kiuongozi. Nizungumze katika engo hiyo. Wewe unayewajibishwa au unayetuhumiwa, huwezi kujichagulia adhabu. Ndo kashajiamulia mambo. Huwezi kujichagulia maamuzi ya mamlaka ya uteuzi au basi timu iliyokuweka hapo au iliyo juu yako kuamua. Yani alichofanya Salum Mwalimu ni kama kuiambia kamati kuu ama halmashauri kuu au secretariat iamue uamuzi wa aina gani, jambo ambalo hata kiutawala ni kinyume na taratibu, haipo. Ngoja tunarudi hapo. Lakini hiyo 15,000 hiyo kuipata, aisee, hela ya bosi sijajua.